إن الحمد لله الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو سميع بصير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kuzitaka ziada za kheri zimiminike kwa wingi kwa kiongozi wa umma, nabii wa zama za sayansi na teknolojia, Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallama. Ndugu zangu Waislamu tuliosalia katika msikiti wa Mtoro na duniani kwa ujumla tuliopata fursa na bahati ya kusali sala al-Jumaa kwa jamaa na nyuma ya takbira ya imamu, tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala azikubali ibada zetu hizo na kutufutia makosa yetu na kutusamehe madhambi yetu. Ndugu zangu, leo tumekusudia kumalizia, lakini kwa samare, kwa ufupi sana, dondoo muhimu za historia inayotengeneza vita vya historia vya Israeli na Palestina, vita ambavyo vitaendelea kuwepo mpaka kiyama. Havitarajiwi kuisha, vitasimama tu kwa muda, kwa sababu moja ya vyanzo vitakavyopelekea vita kuu vya tatu vya dunia na vita vya kiimani, chanzo chake kitakuwa mgogoro wa Israeli na Palestina, kwa sababu makundi yatalazimika kuegemea pande hizo mbili. Kila kundi litakwenda pande moja kwa kuchoshwa dhulma ya upande wa pili, na hii ndiyo itapelekea vita vikuu vya tatu vya dunia, vita ambavyo tutakwenda navyo mpaka kiyama. Mwenyezi Mungu atunusuru, atustiri. Ndugu zangu, historia ya mgogoro wa Israeli na Palestina inahitaji kidogo historia. Walilahi alhamdu, mimi kidogo nimefuta ujinga kwenye historia. Kwa wale wanaojua historia ya maisha yangu, huko nyuma Dr. Sule alikuwa msemaji wa historia. Mahubiri yangu sehemu kubwa yalibebwa na historia, na mimi nimepata fursa kusoma nje ya imani ya Uislamu. Nimepata bahati kusoma katika dini isiyokuwa ya Uislamu, na alhamdulillah katika maisha yangu ya kusoma historia nimefanikiwa kusoma historia za dini 100 miongoni mwa dini 10,000 zilizopo duniani hivi sasa. Nimesoma historia za dini 100 miongoni mwa dini 10,000 zilizopo hivi sasa duniani. Na ndiyo maana miaka ile ya 90 wale wanaomjua Dr. Sule niliwatesa sana wasio Waislamu katika mijadala ya kidini. Hakuna kiongozi wa upande wa pili aliwahi kujibu maswali yangu yote ya msingi nilipokuwa nikiutetea Uislamu. Walilahi alhamdu, dunia ina dini nyingi, 10,000 zipo na zinazaliwa kila kukicha, lakini kubwa zilizotengenezwa na misingi mipana, iwe ya haki kwa maana ya dini ya Uislamu au ya upotoshaji kwa imani ya dini zingine, ziko 100. Sasa tunapokwenda kuzungumza mgogoro wa Israeli na Palestina, ni lazima kwanza ujue historia.
ndio utakwenda kujua Waisraeli na Wapalestina wanagombania nini. Nilisema katika muhadhara uliopita, kuna watu wanahisi Waisraeli na Wapalestina wanagombania ardhi. Kuna kundi linadhani Waisraeli na Wapalestina wanagombania msikiti wa Baitul Maqdis, Masjid al-Aqsa. Kila kundi lina mafikra zake juu ya mgogoro wa Israeli na Palestina. Sasa ili kujua wanagombea nini, lazima urudi katika historia. Na ukitaka kwenda kwa upana zaidi, lazima ujue asili ya binadamu kwa mataifa yao leo duniani ilitokea wapi. Baada ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kumuumba Nabii Adam, hatuwezi kueleza kwa upana, tusirefushe mada, tusije tukatoka alasiri hapa. Kizazi na kizazi kilikwenda, mwisho akaja Nabii Allah Nuhu. Nabii Nuhu alipoletwa duniani, ushirikina ukashtadi katika dunia. Nabii Nuhu akalazimika kumuomba Mwenyezi Mungu afute wapinzani wa Mwenyezi Mungu, abakize waumini. Mwenyezi Mungu akamkubalia katika sura 71 nadhani. Akaomba dua Nabii Nuhu, Mwenyezi Mungu akakubali, akaleta gharika. Gharika ya mvua iliponyesha kwa muda wa siku kadhaa, Mwenyezi Mungu akawaokoa sehemu ya waumini kutoka miongoni mwa washirikina kupitia chombo kinachoitwa jahazi, ambalo lilikaa juu ya mgongo wa ardhi kwa miezi 6. Mvua ilianza mwanzoni mwa mwezi wa mfungo 9, na jahazi lilianza mwezi wa Rajab. Lilikaa juu ya maji kwa miezi 6. Lilimaliza safari siku ya mwezi 10 mfunguo 4 Muharram. Baada ya pale Nabii Allah Nuhu akatoka na baadhi ya watu wasiozidi 81 kutoka katika jahazi. Aliporudi katika mgongo wa ardhi tena, Nabii Allah Nuhu alizaa watoto 3. Na watoto 3 hawa ndiyo sababu ya mataifa yote unayoyaona duniani leo, ambao mmoja kati yao alizaa wa Afrika, mmoja kati yao alizaa wa Arabu, na mmoja kati yao alizaa wa Hindi na wazungu. Makundi haya ya watoto 3 wa Nabii Nuhu ndio walikuja kufanya sehemu kubwa ya vizazi unavyoviona leo duniani. Katika wale walioishi bara la Arabu, kizazi chake ndio kilitokea Nabii Allah Ibrahim alayhi salatu wasalam. Nabii Ibrahim alizaliwa katika ulu wa Wakardayo, Mesopotamia, Iraki ya sasa, upande wa kusini wa nchi ya Iraki, kilomita 90 kutoka mji wa Baghdadi, katika mji unaitwa mji wa Wakurdish ama Uru ya Wakardayo. Nabii Ibrahim aliishi pale mpaka alipokuwa na umri wa miaka 76. Siku moja Mwenyezi Mungu alimuotesha ndoto akimuonyesha mfano wa nyota za angani. Mwenyezi Mungu akamuonesha Nabii Ibrahim kuwa atakuwa mtu mkubwa na atakuwa na uzao mwingi mfano wa nyota za angani. Akamwambia atamuhamisha kutoka katika nchi yao. Sababu ya historia ya Nabii Ibrahim kuhama katika Mesopotamia, ulu wa Wakardayo, wengi tunaijua, ni kwa sababu ilikuwa nchi inayoabudu masanamu, na Nabii Ibrahim alikuwa kipenzi cha Mungu, alikuwa nabii wa Allah. Miongoni mwa waabudu sanamu alikuwa Namrudha ibn Kanaani, ambaye ni ndugu wa baba wa Nabii Ibrahim katika ukoo, na ndiye alikuwa mfalme wa nchi hiyo aliyekuwa anaongoza katika nchi hiyo. Jambo hili lilipelekea Nabii Ibrahim kukatakata masanamu. Historia ni ndefu, mashehe wanaieleza, Waislamu wengi mnaijua, lakini mwisho wa siku Nabii Ibrahim akaondoka akaja kuishi katika nchi ya Kanaani.
Nabii Ibrahimu alipokuja kuishi katika nchi ya Kanaani, kwanza unatakiwa ujue tunapoisema Kanaani leo ndio wapi, na hawa Kanaani ni kina nani? Wakanaani ni moja kati ya makabila yaliyokuwa yakiishi Asia ya kati, Asia ya kusini na kaskazini, ambao walihama kutoka kaskazini na kusini, makabila tofauti tofauti, wakaamua kwenda kuishi katika eneo linaitwa Gaza. Hii Gaza ya leo, pale ndio walipokuwa wakiishi Wakanaani, kwa sababu Palestina ni nchi waliishi makabila matano, ambao miongoni mwao ni Wayebusi, Wakanaani wenyewe, Waamori, Wahiti na Waperize. Makabila mangapi hayo? Matano. Na makabila matano haya yalitoka upande wa Asia ya kusini na kaskazini, wakifuata jangwa na bonde la kufugia mifugo, eneo lenye ardhi tambalale. Ndio ikawa sababu ya wao kutoka na kuja kuishi pale. Waliokuja kuishi katika eneo la Gaza ndio wakaitwa Wakanaani. Hawa Wayebusi walikwenda kuishi eneo linaitwa baadaye ndio likaitwa Yerusalemu. Waasili wa mji wa Yerusalemu ni kabila linaitwa Wayebusi. Nabii Ibrahimu wakati anatoka katika nchi ya Mesopotamia anakuja kuishi Kanaani, aliwakuta Wayebusi, Waamori na Wakanaani. Aliwakuta, alikuja kama mgeni, na alipofika alifikia eneo la Kanaani, akaishi pale, akapata makazi pale. Nabii Ibrahimu alipopata njaa, anasafiri kutoka pale, anakwenda zake Misri kutafuta chakula. Katika kisa nilichokieleza mkanda au taarifa na mada iliyopita, aliporudi alirudi tena akaishi katika nchi ya Kanaani. Aliwazaa watoto wake wawili, Ismaili na Ishaka, akiwa katika mji wa Kanaani, na pazungumzia eneo la Gaza ya leo, sio Yerusalemu. Tusikilizane vizuri. Ibrahimu Yerusalemu alikuwa anakwenda. Nini kilimpeleka Yerusalemu? Kaa vizuri nisikilize. Unapozungumza Gaza na Yerusalemu, kama unaizungumza Dar es Salaam na Dodoma, ni miji mbali mbali. Nabii Ibrahim aliporudi katika nchi ya Kanaani, tena Gaza, baada ya miaka 10 akapata mtoto wa kiume aliyeitwa Ismaili, aliyezaliwa na mtoto anaitwa Hajira. Hajira ambaye ni Misri. Historia yake nilikuelezeni vipi Sara alipewa Hajira, na kwa nini Sara alimwambia Ibrahim amuoe Hajira. Ukewenza wa Hajira ndani ya mikono ya Ibrahim ulishauriwa na Sara, na sababu ya msingi ilikuwa Ibrahimu hana mtoto wa kuzaa mwenyewe. Wakati huo bibi Hajira yuko binti mdogo, na Bi Sara na miaka karibu 80, ameshakoma katika ada ya kike, hana uhakika wa kuzaa. Ibrahimu amehadiwa uzao, atakuwa na uzao mwingi kama nyota za mbinguni. Ameahidiwa kuirithi nchi ya Kanaani ambako sasa yupo anaishi. Anawezaje kurithi nchi hana watoto na anazeeka? Kwa sababu ya kutambua hili, Bi Sara akamshauri Nabii Ibrahim amuoe Hajira, mfanyakazi wao, ili apate kuwa mkewe, aishi naye kama mkewe, ili apate watoto kutoka kwa binti. Alipomuoa, kama Mwanzo, wale wanaosoma kitabu cha Biblia, Mwanzo sura ya 16 aya ya kwanza mpaka ya 12, Ibrahimu alimuoa Bi Hajira, wala hakumzini kama wanavyosema Mayahudi na Wakristo. Alimuoa ili awe mkewe. Aya nambari 5 nasema, kisha Ibrahimu akamchukua Hajiri, akamuoa akawa mkewe, akamuingilia, akapata mtoto wa kiume, akamwita jina lake Ishmaeli.
Hata jina la Ismail ni jina alilolichagua Mwenyezi Mungu. Akazaliwa mtoto, akakua. Nabii Ismaili alipokuwa na umri wa miaka 12, Bi Sara akapata mimba ya ajabu, hali ya kuwa mama huyo ameshakuwa mtu mzima, kakoma ada ya mwezi. Hata siku Bi Sara alipopata mimba, alipoambiwa taarifa ya mimba na malaika, alipata mashaka. Wakati Bi Sara mara moja akiwa ameishi nyumbani kwake katika nchi ya Harani, hapa tunapozungumzia Gaza ya sasa, Nabii Ibrahimu na mume wake na mke wake wako pale wamekaa, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakwenda kuibomoa Sodoma na Gomora, anakwenda kuadhibu watu wa Nabii Allah Lut. Yani hapa sasa tunazungumzia vita vya mauaji ya Sodoma na Gomora, namna alivyokwenda kuadhibu. Wakati amekaa, malaika walipokuwa wanakwenda kufanya jambo hilo, Mwenyezi Mungu alimtuma Jibrili kumpa taarifa Nabii Ibrahim kwamba kuna jambo linakwenda kufanywa. Walipokuwa wamefika, Bi Sara anapewa ujumbe wa kuzaa mtoto. Sara akacheka akasema, mzee wa miaka 90 na mume wa miaka 100 wapate mtoto, inawezekanaje? Nabii Ibrahim alikuwa hakusikia maneno hayo. Malaika Jibrili alisikia maneno hayo, akamwambia Ibrahimu, mkeo yuko ndani anacheka juu ya stori ya wewe kupata mtoto na yeye kuzaa katika umri ameshakoma, anapata mashaka juu ya uwezo wa Mwenyezi Mungu. Bibi Sara akafika mahala akasema, sikucheka kwa kebehi, ilikuwa furaha kwa umri wangu kupata mtoto. Mungu amenitengenezea kicheko, walokuwa wakiniona tasa sitazaa, sasa nakwenda kuzaa. Mwenyezi Mungu akamjalia. Mwaka mmoja baadaye Bi Sara akapata mimba, akazaa mtoto anaitwa Ishaka, mtoto wa pili wa Nabii Ibrahim. Bado anaishi katika mji wa Hebron, Kanaani ya leo. Kwa hiyo Nabii Ibrahimu akawa na watoto wawili na wake wawili, wanaishi mji mmoja. Kukatokea ugomvi wa kiwanawake na ukewenza kwa Sara na Hajara. Ipo hata wake wa mtume nusu agome kula asali kwa sababu ya maneno ya wanawake. Sifanye mchezo, wanawake si mchezo. Wanawake hawakutazami imamu wala shekhe. Kama waliwakorofisha manabii, mimi na wewe nani? Nabii Allah Nuhu alayhi salatu wasalam, mmoja katika wale ulil azmi, manabii wakubwa watukufu wavumilivu, lakini mke wake Mungu anamwandikia kwenda motoni. Ndio utajua ajabu ya Mwenyezi Mungu. Nabii Allah Lut, mke wake anakwenda motoni, kamwasi Mungu. Samina wewe nani bwana? Usijidanganye utapata furaha kwa mwanamke. Yani hiyo usijidanganye. Yani kukuudhi ndiyo sehemu ya mapenzi ya mwanamke, kukuudhi. Yani mwanamke mnaweza kufurahi wiki nzima, akaamua kuliamsha dude tu usiku ili utapetape na baridi la mvua ya El Nino. Unaomba samahani kabla, unasamehe kabla hujaombwa samahani. Wewe mwenyewe unageuka, mimi nishakusamehe, umeombwa samahani saa ngapi? Lakini baridi la mvua utalifanyaje? Unatoa msamaha bila kuombwa samahani. Mwanamke ili atimie uwanawake lazima awe na maswali ya kijingajinga. Mwanamke ili atimie uwanawake lazima akuudhi. Mwanamke ili atimize uwanawake wake lazima akudanganye. Yani mwanamke ili hayo atimie uwanawake wake, hayo lazima ayafanye. Akafika mahali Bi Sara na Bi Hajara wakagombana. Allah akamuhamisha Bi Hajara kutoka katika nchi ya Gaza, katika mji wa Gaza leo, katika nchi ya Kanaani, akamsafirisha kwenda kuishi katika nchi ya Harani pale Maka. Akaenda kuishi Maka. Kwa hiyo Nabii Allah Ismaili na mama yake wakaenda kuishi Maka. Nabii Ishaka na mama yake wakaishi katika mji wa Gaza. Umri ulipokuwa unakuwa mwingi, Nabii Ibrahimu anakaribia kuondoka duniani,
akaona lazima atengeneze kuwa na ardhi anayoimiliki kisheria, ambaye ardhi hiyo itakuwa ni urithi wa Ishaka, kwa sababu wakati anatoka Ulwa wa Kardayo, Mungu anamwahidi, nitakupa nchi utakayorithi wewe na uzao wako baada yako, na utakayekurithi ni yule atakayetoka katika viuno vyako. Ina maana kwa stori hii ya uzazi wa Nabii Ishaka na namna alivyozaliwa Nabii Ismaili, Gaza anatakiwa kurithi kizazi cha Ismaili. Ibrahimu ili kutumia hikima, alipokuwa anakaribia ukufa kwake, akaamua kwenda kununua ardhi katika eneo walilokuwa wakiishi Wayebusi. Wayebusi ndio wenye mji wa Yerusalemu ya leo. Akenda kwa mfalme wa Yebusi, akawaambia, mniuzie ardhi, nataka nipate shamba la kuzikia mke wangu na watoto wangu. Anamaanisha eneo la kumzikia Sara na kizazi cha Sara. Anajua eneo lile la Palestina ambalo sasa hivi ndiyo Gaza ya leo ni haki ya miliki ya taifa mbili. Alichofanya, akauziwa ardhi kwa vipande 400 vya fedha. Alipoinunua eneo la Yerusalemu, likawa ndiyo eneo la kuzikiwa Sara, na ndiyo maana Sara leo sehemu ya makaburi yale matakatifu yaliyopo katika Masjid al-Aqsa, kaburi la Sara alipo mke wa Nabii Ibrahim. Kwa nini hakuzikiwa Gaza? Kwa nini kazikiwa Yerusalemu? Nabii Ibrahim alitengeneza mazingira ya kumpa urithi Ishaka. Sijui mnanielewa sasa? Japo sharti lilikuwepo, atakayesimamia msikiti ule lazima atakuja kufanya ibada. Ni story ndefu, tukisema tuzungumze mpaka vipi msikiti ulikuja ukawa tena msikiti mtakatifu, nitawapeleka mbali, nitawasahaulisha ninachotaka nikizungumze. Nabii Ibrahimu alayhi salatu wasalam akaenda kuchukua eneo, akanunua eneo, akaanza kuzikia vizazi vyake pale. Kwa hiyo ndugu zangu, unapouangalia mgogoro wa Israeli na Palestina, lazima kwanza uangalie kwa sura ya historia. Baada ya Ishaka kuoa na kuzaa, Ishaka akazaa watoto wawili. Akamzaa Yakobo, akamzaa na Esau, watoto wawili. Qur'ani imemtaja sana Yakobo kwa sababu ni nabii, na hii ndiyo kanuni. Angalia Qur'ani ilipomtaja Musa, kisa cha mama yake Musa kimeishia. Musa anafanya nini? Anawekwa kwenye kisafina, tukesi kaishia pale. Qur'ani haielezi tena mama yake Musa alizikwa wapi, aliishije, alifariki wakati wanatoka, alifariki kabla. Haifundishi Qur'ani moja kwa moja. Kwa nini? Kwa sababu historia inataka kwenda kumlenga nabii. Mungu anachofanya ni kuanza kueleza historia pale alipoanzia nabii. Kwa hiyo Esau hatajwi isipokuwa katika vitabu vya historia. Lakini Yakobo alizaa watoto wawili, Esau na Ishaka. Amini na Yakobo. Yakobo akaenda kuoa ujombani kwa Labani, akazaa watoto 12 ambao ni wana wa Israeli wa leo. Ndugu yake Esau akaenda kuoa kwa upande wa baba yake mkubwa, yani kizazi cha Nabii Allah Ismail. Yeye akaenda kuoa Misri. Alipokwenda kuoa Misri, naye akazaa makabila 12 ya makundi yanayotengeneza wa Palestina. Kwa hiyo Mpalestina ni chotala wa taifa la upande wa Ismaili na upande wa Nabii Allah Ibrahimu mwenyewe kibabani wakazaliwa. Na kwa kuwa watoto wa Esau wana haki ya kuishi katika Gaza, ambao ndio mji waliotakiwa kuishi babu yao zamani, walipozaliana wakazaliana pale. Mayahudi wakawa mji wao ni ule wa Yerusalemu, yani kizazi cha Yakobo kikaenda kwenye kiwanja cha bibi yao. Si naeleweka sawa sawa? Wakahamia kwenye kiwanja cha bibi yao Bisara, wakaanzisha makazi na maisha kule.
Kizazi cha huyu bwana mkubwa ambaye ni Esau, aliyezaa watoto mchanganyiko machotala, akaanza kuishi katika Gaza, wakakuwa pale. Historia inakwenda mbali, walitolewa hawa. Iki kizazi kiliondolewa hapa, kilikuja kurudishwa baadaye. Waisraeli walirudi tena katika mji huu baada ya utawala wa Nabii Musa alipowatoa Misri kuwarudisha Kanaani kwa mara ya pili. Na ndiyo maana Musa alipokuwa anatoka safari, anatoka zake Misri kurudi Kanaani, Musa hakuingia katika mji wa Yerusalemu, lakini aliishi Hebron. Nimeeleweka vizuri? Gaza, aliishi Gaza, alirudi pale. Manake wa Misri walipokuwa wanaingia Palestini, nchi ya kwanza walikwenda kuishi pale, hawakwenda Yerusalemu. Na ndio walitengeneza, Nabii Allah Musa akiwa pale akatengeneza timu ya vijana 24, majasusi 24, watoke katika Hebron, watoke eneo la Gaza, waende katika mji wa Yerusalemu wakafanye utafiti. Wakati huo Yerusalemu inashikiliwa na Wafilisti. Wale vijana 24 waliongozwa na Yoshua mwana wa Nuni na Yefune mwana wa Karebo, maswahaba wawili wa Nabii Musa waliokuwa wanakimtii. Katika hao vijana 24, vijana 22 walileta ripoti ya uongo na uchochezi. Waligoma kukubaliana kwenda kupigana ili kuichukua nchi. Wakamwambia Musa kwamba Mafilisti wana nguvu, wana silaha nyingi, wana uwezo wa kupigana, wana majeshi makubwa. Sisi hatuna silaha, tumetoka safari, ni wageni, hatuwezi kupigana nao. Yoshua mwana wa Nuni na Yefune mwana wa Kalebu wakamwambia Musa, tunaweza kupigana, twende tukapigane. Wale walioleta ripoti ya uongo, Mungu aliwaua Gaza wote na hawaikugusa Yerusalemu katika safari hii. Wote walifia Gaza. Na Mwenyezi Mungu akamchukua akamficha Nabii Allah Musa. Hata kaburi ya Nabii Musa leo inautata kwa wanazuoni, iko wapi hasa? Kwa sababu Nabii Musa alichukia, aliumia kuona analetewa ripoti ya uongo. Lakini kizazi cha wale watoto 22 ndicho kilichotengeneza kundi la Wayahudi, kwa sababu hawa walikuwa wakimtii Musa Samiri, wazazi wao, yule aliyetengeneza ndama wakati wanatoka Misri, na ndio mwanzilishi wa dini ya Judaism. Wayahudi wa leo wanaoamini kwamba Yesu ni mtoto wa zinaa. Hivi Mayahudi waliopo Yerusalemu wanaamini Yesu mtoto wa zinaa. Hawataki kusikia habari ya Yesu, na mwaka jana walipeleka mswada bungeni, mtu akitaja Yesu Israeli anakwenda jela miaka 3. Pumbavu kabisa, hakuna kutaja Yesu. Hao ndo Mayahudi wanaoishi leo Yerusalemu. Kama ulikuwa ujue hilo. Kama ulikuwa unahisi Mayahudi ni marafiki zako wanamkubali Yesu, usijidanganye. Isa wamkubali, wanasema ni mtoto wa zinaa, kwa sababu wao ni kizazi cha Musa Samiri, waabudu wa ndama. Wao hawaamini Mungu, hawaamini kiyama, wala hawaamini habari ya malaika. Hawa watoto 23 hawa 22, hawa ndio baadaye walitengeneza shirika la kijasusi la Israeli linaitwa Mossad. Hawa ndio mustashirikina. Na kizazi hiki cha watoto 22 ndio Mayahudi wa leo, ambao idadi yao duniani wako watu 300,000, na ndio wanaitawala dunia, unataka utaki. Hawa wameshatengeneza kila kona ya maisha ya Waislamu, wameiwekea doria kuisimamia. Kupitia kizazi hiki, kupitia hawa Mossad, kupitia hawa mustashirikina, hawa kundi la watu 23, kizazi chao ndio kimetengeneza majasusi waliokwenda kufundishwa kwenye vyuo vyote vya Kiislamu kuvuruga Uislamu. Hawa. Na hawa ndio waliotengeneza marekchala wa Kiyahudi wako vyuo vyote vya Kiislamu duniani vyote. Na hawa ndio chanzo kikubwa cha faraka na ugomvi wa Waislamu duniani. Ukisikia mnagombania kidole kutikisa, kufungia juu na maulidi, kundi la mustashirikina hawa wameisoma elimu, wakaigeuza elimu, wakawafarakanisha Waislamu.
wanaifanyia kazi ile aya Mwenyezi Mungu anaposema wala tardha anka alyahudi wala nasara hatta tatabia millatahum. Yani ile aya wao wanaifanyia kazi. Na wa Mayahudi wako 300,000 tu. Na ilithibitika kwamba Qur'ani ni maneno ya ukweli, si maneno ya uongo. Hawa hawatabadili dini mpaka kiyama, kwa sababu hawa 300,000 wakisilimu tu Qur'ani uongo, na hawatasilimu mpaka kiyama kisimame. Kama Tabati Yada ilivyoshuka miaka 9 inasomwa, Abi Lahabi yuko wazi, yuko hai na alikufa. Tabati Yada iko vile vile. Tabati Yada Abi Lahabi wa tabba, ameangamia Abi Lahabi na mikono yake miwili, na alisema mimi siangamii na wala sisilimu, akafa kaangamia. Kwa hiyo mustashirikina hawa, Mosabu hawa, shirika la kijasusi la Mayahudi hawa, kitu cha kwanza walichokifanya ni kuhakikisha Waislamu hawawi kitu kimoja, kwa sababu wao hawaogopi wa Kristo, wao hawaogopi wa Buddha, wao hawaogopi wa Shinto, wao hawaogopi wa Konfusi, wao hawaogopi wa Hindu, wao hawaogopi wa Judaism, wanawaogopa Waislamu kwa sababu Qur'ani ndio kitabu pekee kinawaeleza Wayahudi historia yao kwa kina. Na wao wanaamini Waislamu siki mkiungana, Mayahudi katika uso wa dunia wanafutika kama kupulizwa. Na ili wasiondoke, lazima wahakikishe hakuna Muislamu anashikamana na Muislamu mwenzie. Ndugu zangu, kilichotokea baada ya tukio hili, wale 22 kuleta taarifa ya uongo na wakafariki kundi kubwa katika wale, japo waliacha kizazi kikaathiri dunia. Yoshua mwana wa Nuni na Yefune mwana wa Kalebo akaanzisha vita, akasafiri tena kwenda katika kuuteka mji wa Yerusalemu ambao Yebusi walikuwa wakiishi. Vita hili dumu kwa muda wa mwaka 1 na miezi 8. Wakati wanataka kuingia Yerusalemu, Yoshua mwana wa Nuni, ilikuwa siku ya Ijumaa kama leo, amebakiza kilomita 5 kuingia katika mji wa Yerusalemu na kuishika Yerusalemu. Imeshakuwa dhuhuri ya siku ya Ijumaa. Jumamosi ikiingia, kwa maana adhana ya magharibi ikifika, inakuwa yaum sabti, siku ya Jumamosi. Wayahudi hawaruhusiwi kupigana wala kufanya kazi. Yoshua mwana wa Nuni akasali rakaa 2 kumuomba Mungu asimamishe jua kwa muda, amalize kazi ya kuwafagia Mafilisti. Akakubaliwa, jua likasimama kipande cha muda, likagoma, likastaki pale pale lilipo, mpaka Yoshua akamaliza safari yake ya kwenda kuwaua Mafilisti. Amesema Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallama, halijapatapo jua kusimama tangu Mwenyezi Mungu ameliumba isipokuwa siku aliponyanyua mikono Yoshua mwana wa Nuni. Huyu bwana aliomba dua, jua likasimama, akapigana vita, akashinda, jua likafyatuka, magharibi ikaingia, Wayahudi wakawa wako katika nchi ya Yerusalemu, wale waliokuwa wakimtii Mungu. Kwa maelezo haya sasa unakwenda kujifunza, wakati wa Yoshua mwana wa Nuni kukawa na makundi mawili. Kuna kundi lilikuwa linasapoti imani ya Ibrahim, na kuna kundi lilikuwa haliposapoti imani ya Ibrahim ambayo kaja nayo Nabii Allah Musa, na kuna kundi lilikuwa halisapoti imani ya Nabii Musa. Kundi linalosapoti imani ya Nabii Musa ni hili la Yoshua mwana wa Nuni na Yefune mwana wa Kalebo. Hawa walikuwa Waislamu. Wale 22 walioleta ripoti ya uongo, hawa wakawa makafiri. Sasa swali linakuja, Myahudi aliyopoleo Yerusalemu anayempiga Mpalestina ni yupi? Kwa sababu pale kulikuwa na makundi mawili pale. Kuna kundi lilitii kwa Yoshua, kuna kundi liliasi kwa Yoshua. Lilotii kwa Yoshua ndo lilofuata Torati. Liloasi kwa Yoshua halikufuata Torati. Swali, Mayahudi wa leo wanaopogomeza mabomu katika nchi ya Gaza, wanaowaua Waislamu leo, wanaowatoa roho watu leo bila ya huruma, kundi gani katika haya mawili? Ni hili lilotii kwa Yoshua mwana wa Nuni au hili liloasi kwa Yoshua mwana wa Nuni? Nadhani unaanza kupata picha Myahudi wa leo ni mtu gani. Nadhani unaanza kupata picha Myahudi huyu ni mtu gani. Yoshua mwana wa Nuni akaweka dola ya Kiislamu katika mji wa Yerusalemu. Aliishi miaka kama 10-13, dola ile baada ya kufa kwake dola ikafa. Wakaparaganywa wao kwa wao,
Baada ya kufa Yoshua wakaparaganywa wao kwa wao, dola ile ikafa. Iliendelea kufa ile dola, alikuja kuifufua Nabii Allah Daudi. Daudi alipochukua nchi tena madaraka na Yerusalemu kuimiliki, ndio akayafanya kuwa makao makuu ya Waisraeli kwa mara ya kwanza. Akayaondoa Hebron akayapeleka kule. Kwa nini Nabii Allah Daudi aliyapeleka makao makuu ya Wayahudi katika mji wa Israeli hali ya kuwa babu yao aliishi Hebron, Gaza? Kwa nini alipeleka? Alijua historia inawataka Wayahudi wakaishi wapi. Si mnanielewa? Tunakwenda pamoja. Nabii Allah Daudi alijua kule kuna haki ya kizazi cha Esau ambao ni damu ya Nabii Ismaili. Akiwaweka kule kizazi cha Isaka kitaleta ugomvi. Kwa kizazi cha Isaka lazima kirudi kwenye shamba la bibi yao ambao ndio mji wa Yerusalemu, na ndipo ambako utakatifu wa Nabii Allah Isaka utasimama pale. Na ndio maana kuthibitisha utakatifu wa Nabii Isaka kusimama pale na kizazi cha kwanza cha pili cha Nabii Ibrahim. Ndio maana nimetanguliza aya iliyopo ndani ya suratu Bani Israil. Mwenyezi Mungu anamwambia mtume, subhanalladhi asra biyabdihi laylan min almasjid alharam ila almasjid alaqsa. Muhammad anapelekwa kwenda safari ya kupewa amri ya swala 5 mbinguni. Anatolewa katika Masjid al-Harami Maka, anapelekwa katika Masjid al-Aqsa. Kwa nini apite Aqsa? Kwani si angeenda mbinguni tu? Kwani pale Maka si mlango kwenda mbinguni? Kwa nini asiende moja kwa moja? Analazimika kupelekwa Yerusalemu. Wanakumbushwa Waislamu utukufu wa vizao viwili vya Nabii Ibrahim, Ishaka na Ismaili. Ismaili ukazi wa utukufu wake huko Maka, Ishaka ukazi wa utukufu wake huko katika Masjid al-Aqsa. Na hizo ndio kibla mbili ambazo Muhammad kabla hajaondoka duniani zote alizielekea kibla hizo. Muhammad kabla hajapewa kibla cha Maka alianza Yerusalemu. Alipewa kibla cha Maka miaka ya mwisho wakati anaondoka Maka kwenda Madina baada ya safari ya Isra na Miraj. Ndio anakwenda kupewa kibla cha pili cha Maka. Yuko Madina sasa anakwenda kuelekea Maka. Imekuwa nini hapa? Hapa unakwenda kujifunza kwamba kizazi kinachokwenda kuishi mahala pa Yerusalemu ni kizazi kinachotokana na Nabii Ishaka, na ndiyo haki yao. Sasa swali linakuja, ilikuwaje Wayahudi wakaimiliki Gaza na leo wako wengi na wanapigana? Vipi miji ya Palestina imegubikwa na kundi la Mayahudi? Ndugu zangu, historia ni pana, lakini kitu nataka nikwambie, Wayahudi wana akili nyingi sana. Hakuna mahala hawajafanikiwa. Mustashirikina hawa ambao wanajiita Mossad, shirika la majasusi la Mayahudi duniani, ambao ni watu wachache sana, hakuna engo hawajaisimamia. Na wao ndo wanahakikisha Rusfa, Ibilisi, Sheitani anatawala dunia na Mungu hana nafasi, kwa sababu kundi hili la Mayahudi waliopo duniani leo hawakubali habari ya Mwenyezi Mungu anayeaminiwa na Waislamu, wala Mungu anayeaminiwa na Wakristo. Yani Mayahudi wale, hawa Mayahudi wa leo hawaamini Allah anayeaminiwa na kuabudiwa na Waislamu, wala hawaamini Mungu anayeabudiwa na Wakristo wanayemuita Yesu. Hawaamini wao. Wakati nazungumza mada iliyopita, kuna mahali niliteleza ulimi nikasema Yesu kazaliwa bila baba, bila ya mama. Wayahudi wa Kristo wakaona hiyo ni pointi, wakaanza kumtangaza Yesu Mungu kwa maneno yangu, vichwa vingine vimekwenda kompo kabisa. Wakati wanakumbuka nimesema Mariamu ni mwanamke bora, ndo mama yake Yesu, kipande kile wamekikata hicho wanakisambaza mtaani. Wakati kule nimeshasema Mariamu ni mwanamke bora kuliko wanawake wote, na hii ni aya ya Qur'ani. Ndugu zangu, Mayahudi walichokifanya kitu cha kwanza ili kuitawala dunia, wakahakikisha kwamba wanaanzisha vitu vinavyofanya dunia itafuata matakwa yao na sio matakwa ya Mwenyezi Mungu. Na kila kitu kinachofanywa na Mayahudi ndicho ambacho dunia inakikubali.
ni watu wana uwezo wa kuseti mipango wakaifanya akili yako iamini kuliko kitu chochote. Mfano, hivi sasa kuna kamari ya kubeti kupitia mpira. Walipoona wametengeneza michezo na mpira ndio mchezo unaopendwa na watu wengi duniani, wakatengeneza kampuni ya kubeti ya mpira. Asili ya kampuni ya kubeti ya mpira mwenyewe ni Myahudi. Hawa wote waliopo huku Tanzania na nchi zingine wanaoitwa mawakala wa kubeti wanafanya kazi ya kutangaza biashara ya Wayahudi. Na Wayahudi wanatia pesa nyingi sana kwenye mpira kuliko unavyofikiria. Mchezaji mmoja wa mpira kwa wiki analipa pesa ya Tanzania mpaka bilioni 1. Unajiuliza swali, hizi pesa anazolipwa huyo mtu bilioni 1 chanzo chake kinatoka wapi? Niambie wewe, Arsenal ina pesa gani za michango ya raia wanaoweza kupanga mtu alipe bilioni 1 kwa wiki? Niambie wewe, hizo timu zenu za Ulaya zina mchango kiasi gani wanaweza kumlipa mchezaji mmoja bilioni kwa wiki au kwa mwezi? Wanapata wapi hizo pesa kama sio kuna mahala zinatolewa na kwa malengo? Lakini walipojua watu wa mpira wanaupenda, wakatengeneza kamari kupitia mpira ili kuwatoa kabisa katika njia ya Mwenyezi Mungu. Leo duniani, Tanzania hapa, ukifungua radio, ukifungua TV, ukifungua chombo cha habari, labda ukafungua hii mitandao ya kijamii, katika matangazo 10 utakayokutana nayo, 8 yatakuwa ya kamari za mpira, kubeti. Wengine mnabeti mko humu ndani. Wengine mmevaa t-shirt za pesa za kubeti mko ndani. Na huna mashaka. Lakini kubeti kumekuwa ugonjwa. Imefikia mahala watu wanabeti mpaka wanauza vyombo vya ndani. Siku hizi watoto ndo wamejiingiza kwenye kubeti hatari. Ziko betting za watoto wanazibeti hizo. Ukichelewa kachukua simu kauza ili akabeti. Ukichelewa kaiba dhahabu au fedha yako kaenda kubeti. Yani majumbani watoto wanakuwa wakubeti. Hebu niambie, hii kazi ya kubeti kidumu miaka 20 leo, nani atatafuta riziki ya halali? Mayahudi wanachokitaka Muislamu awe na ugomvi na Mwenyezi Mungu. Ukila riziki ya kubeti umekula riziki ya haramu. Ukila riziki ya haramu unajitenga na Mwenyezi Mungu. Ukijitenga na Mwenyezi Mungu ukiomba dua haipokelewi. Mayahudi wamejitengenezea uzio wa kuzuliwa laana za midomo ya Waislamu. Kwa sababu sallallahu alayhi wasallam, mdomo wa Islamu, mdomo wa Muislamu, ukivaa nguo ya halali, ukala chakula cha halali, ukasema maneno ya halali, mdomo wa Muislamu ni zaidi ya bomu. Akinyanyua mikono inajibiwa, lakini la Waislamu dua zetu hazijibiwi. Wallahi aje Muislamu aibe taa zote za msikiti wa Mtoro, tutakesha miezi 2 haugui hata mafua. Midomo yetu inakula haramu, maneno yetu ni ya haramu. Hakuna dua tunanyanyulia tu kwa Mungu tunasikilizwa. Wazee wa zamani walikuwa hawana elimu kubwa, lakini walikuwa na hofu ya Mwenyezi Mungu. Akisoma Qur'ani anaipiga, lakini akifanya dua unadhurika. Elimu ya leo imekuwa, Waislamu wana lugha nzuri, wana ladha ya ulimi, wako fasaha kuisoma Qur'ani, lakini wallahi dua za mashehe wetu leo zimekuwa mtihani. Wachache wanaojibiwa na Mungu, wengi wao akisoma dua ni imekwenda. Ndio maana tunaishi kwenye matatizo na majanga. Niambie wewe, kile kinachotokea Palestina ingekuwa ndimi za watu wenye hofu ya Mungu na wenye uwezo wa kusema maneno Mungu akayasikia, Myahudi angeendelea kumtesa Mpalestina leo? Lakini midomo yetu imekuwa mbali na Mwenyezi Mungu. Haramu imetutawala na halali imetukimbia. Maisha yetu yamekuwa magumu. Sikwambii maisha ya jamii, hata maisha mmoja mmoja. Sasa hivi Waislamu ndo tunaishi kwa dhiki zaidi kuliko kundi lolote. Na bahati nzuri Waislamu ndo tunaongoza kwa uchumi. Yani kwa uchumi wa mtu mmoja mmoja, Waislamu tunaongoza uchumi. Lakini kwa umaskini wa mtu mmoja mmoja, Waislamu ndio tunaongoza kwa umaskini. Unajiuliza maswali, dini yetu ina faida gani wakati kuna zaka katika Uislamu? Waarabu wanaongoza kwa pesa za mafuta.
Waarabu wanaongoza kwa kuwa na mali nyingi, mataifa mengine yenye uwezo mkubwa ni mengi, lakini Waislamu wanaishi maisha ya dhiki yaliyopitiliza. Waislamu mmoja mmoja ni masikini kupita maelezo. Ukitaka kujua Waislamu mmoja mmoja masikini, Mungu akupe kipato kidogo utajua. Mimi najua. Siishi ofisini kwangu 5 6 kwa siku shekhe, mimi wanangu hawajala tangu jana. Na alivyovaa tu unaona huyu mtu kweli hana kitu. Huwezi kumtoa bila 5,000. Lakini ukiangalia wanaongoza kuwa na mali nyingi ni Waislamu. Nenda terminal tu pale Ubungo, kaangalie kampuni za mabasi. Waislamu ndio wanaongoza kuwa na kampuni za mabasi makubwa makubwa. Juzi nilikuwa na piga simu, mke wangu anataka kwenda Mwanza kwenye harusi. Nikakosa kwanza tiketi za ndege za jana asubuhi. Nikapiga simu kwa wakala mmoja pale. Nimeambiwa kuna basi kutoka Dar es Salaam kwenda Mwanza 130,000. Basi 130,000 basi. Yaani unapanda kwenye kiti cha basi 130,000 shehe. Sio 56,000, 130,000. 2 by 1. Viti vitatu tu. Ukichoka unakunjua unalala pale pale kama uko katika Boeing 767. Nikasema nikauliza kampuni gani? Katajwa kampuni ya Muislamu. Kampuni ya pili yenye basi la mfano huo ikatajwa ya Muislamu. Kampuni ya tatu yenye basi hilo ikatajwa ya Muislamu. Yaani katika kampuni 5, 3 za Waislamu, 2 za Wakristo. Lakini Waislamu ndo hoi tabani maisha yao. Inafikia mahala tunataka kununua kiwanja cha milioni 60, 80 Tanga, tunakuja kuwachangisha wasio na kitu msikiti wa Mtoro. Na kuna mtu ana basi siti moja 130,000. Naambia mjomba kanikatie tiketi. Dakika 5 ananipigia simu, anambia basi imejaa, haipo Ijumaa, haipo Jumamosi, haipo Jumapili. Na basi hiyo ni luxury, inaondoka usiku, haiondoki asubuhi. Yaani unafanya shughuli zako mchana, saa 11 unaingia stendi, unakaa kwenye mchuma, saa 2 asubuhi uko Mwanza unakula raha. Umelala Dar, umeamkia Mwanza. Salia Mtume. Lakini wakati hayo yanafanyika, Waislamu maisha yao ni duni. Hali za Waislamu ni tabani. Myahudi ndo katufikisha hapa. Tajiri haoni thamani ya Muislamu, labda uwakute mmoja mmoja kama Bakharesa ndo anaweza kufanya mambo ya msingi kwa watu. Na ndio maana leo kila tukitoa mfano Tanzania wa matajiri wanaotoa mali zao kwa Waislamu, wanaotoa mali zao kwa maskini, lazima tumtaje Bakharesa. Hatuna maana wengine hawapo, wengine wameshikwa na sheitani, hawajitolei kwa ajili ya Allah. Tutamtaja mpaka anakwenda kaburini, kwa sababu viko vitu anafanya. Kuna watu wanamiliki pesa nyingi, hawajajenga hata kibanda cha mita 2. Hawajajenga hata kibanda cha kuabudia cha mita 2, na wana pesa nyingi. Yaani mtu yuko tayari arundike mabasi. Ana mabasi 100, 150. Kuna kampuni moja ya malori hapa Tanzania ina malori karibu 7,000. Kila lori moja lina karibu milioni 380, 400. Ana malori 7,000, alafu kampuni ya Muislamu. Mtu mmoja aliniambia, "Shekhe, twende ukamwombee dua, mambo yake magumu." Nikamwambia siendi. Ana lori 7,000, mambo magumu yapi? Siendi. Nilimuuliza aliwahi kujenga msikiti wapi? Huyo kitoa huyo ndo anaenda kuangamiza Waislamu. Kwa hiyo ndugu zangu, mazungumzo ni marefu na tungependa jamii ijifunze, lakini kwa leo tuishie hapa. Imekuwa sasa ni saa 7 na dakika 55, saa 8 kama bado dakika 5 kama saa ile pale nasema sawa. Na mimi nisingependa kuwapeleka mbali, isipokuwa hapo nje mnaweza kutana na vipeperushi vyangu ambavyo vinaonyesha kliniki, kituo cha dua kipo pale Ilala Bungoni ambako mimi napasimamia. Tusubiri tufanye dua. Yaani umemaliza kusikiliza, unaona shida kusikiliza dua, sikiliza dua, ina majibu. Wallahi dua ya juzi kuna mtu alinipigia simu, wallahi billahi niko hapa, Allah shahidi, anambia, "Shekhe, mimi nilikuwa nadhikika na kodi ya nyumba. Yaani nilifikia mahala mpaka nikawa nyumbani narudi kwa shida. Ulipofanya dua mimi nilitoa 5,000. 5,000 mimi nilitoa katika dua yako."
Mwenyezi Mungu mchana ule ule alinipa 800,000. Yani anatoka hapa na kama yuko anyoshe mkono, kama yupo. Allah ndo shahidi. Aliniambia shekhe, nifanyeje hii pesa? Nishalipa kodi 3.5 zingine zimebaki, nifanyeje? Nikamwambia chukua hiyo pesa 500,000 iliyobaki, chukua 10% ya hiyo ambayo itakuwa kama 50,000, tafuta mayatima wapelekee. So daktari, nisikuletee? Nikamwambia mimi usiniletee, utakuwa unatia maji kwenye bahari. Mimi 50,000 ninayo, unanipa ya kazi gani? Peleka kwa watu wasiojiweza, peleka kwa mayatima. Alifanya sijui, hakufanya sijui, lakini wako watu wanipigia. Yuko bwana mmoja alikuwa na kontena lake liko bandarini, lina wiki 6 halijatoka, wiki 6. Mipango inakwenda inagoma, inakwenda inagoma. Akanifuata, Dokta bwana, mimi katika ile sadaka yangu niliwekania kontena yangu ilikuwa bandarini, nilitakiwa nilipe ushuru milioni 70. Wazee wakanambia tucheze nitoe milioni 30 jambo liende. Nikatoa 35. Wiki ya 6 kontena silioni, pesa imepigwa na mimi kontena sijatolewa. Nikamwambia njoo tukae chini tufanye dua. Tukamlilia Mungu, wallahi billahi siku 4 baadaye yule bwana kontena lake akakabidhiwa, na Allah shahidi. Nataka nikwambie dua zina majibu, wewe tu una mashaka na Mungu. Kwa hiyo tuna kituo cha dua pale Ilala Bungoni, Sharif Shamba Street, nyumba namba 3. Tunafanya dua kila usiku wa kuamkia Ijumaa, tunakesha kila usiku wa kuamkia Ijumaa, mimi silali. Na hiyo ndo maisha yangu nimejichagulia siku hizi. Yuko mtu mmoja leo asubuhi alikuwa ananiona, nilitoka pale kama saa 1:30 kwenda kupumzika, na zile siku ninazokuwa na kesha pale huwa na kodi ya apartment pale, kwa sababu pia na wake wanatoka nje ya Dar es Salaam, hawana nyumba hapa na wakodia apartment pale. Kwa natoka wakati naenda apartment kuoga, nibadilishe nguo, nipumzike kidogo, nirudi kujiandaa kuja msikitini. Akaniuliza, wewe yani kila siku mimi nikija hapa naambiwa ulikesha ona lalaga saa ngapi? Nikamwambia nitalala Mungu akinijalia kaburini. Huko kwanza natafuta hela, huko kwanza natafuta nusura dunia, ukijitia ufundi utakufa maskini hapa. Salia Mtume. Kwa hiyo dua za kusimama usiku, dua za kusimama mchana, dua za kumlilia Mwenyezi Mungu zina majibu. Wewe unajenga hofu tu juu ya dua, lakini mimi na uhakika dua zipo, zinajibu. Utaishi maisha ya kifahari ukimlilia Mwenyezi Mungu. Naam. Haya, Imamu ananikumbusha kuna michango ya kawaida ya kila Ijumaa. Wale ambao wanacho si vibaya kuja hapa kuleta. Sasa Imamu huyo unanikamua mimi sasa. Kwa hiyo inshallah mimi natoa changu kidogo, na nyie kila mtu aliye nacho alete hapa. Leo mfuko mbovu. Inshallah basi na wewe hapa ya kwako. Wewe mtu wa Mtume bwana. Haya, inshallah mimi nimeanza na 30. Kila mwenye nacho ataleta hapa kwa ajili ya nyumba hii ya Mwenyezi Mungu. Ziko huduma muhimu hapa zinahitaji